Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Kankono Media, nipo kwa ajili ya kukuhabarisha. Tukianza na habari kutoka Kongo. Bunge la Seneti la DRC limeondoa kinga ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila na kumtengenezea njia ya kufunguliwa mashtaka upya. Kabila, ambaye pia ni seneta wa maisha, anatuhumiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita na kuunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo liliteka miji mikubwa mashariki mwa Kongo mapema mwaka huu. Aidha, kwa jumla maseneta 88 walipiga kura ya kuunga mkono kushtakiwa kwake. Ni 5 pekee waliopiga kura dhidi yake, huku kura nyingine 3 zikibatilishwa. Rais huyo wa zamani wa Kongo, Joseph Kabila, ameahidi kurejea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutokuwepo kwa miaka 2 sasa. Kurejea kwa bwana Kabila kutakuwa na maana gani katika eneo hilo lililokumbwa na vita, ambapo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameteka eneo la mashariki ya nchi lenye utajiri wa madini na kuwalazimisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Ikumbukwe pia Kabila alikuwa rais mwaka 2001 na kukaa madarakani karibu takriban miaka 20. Muhula wake wa pili na wa mwisho wa kikatiba ulimalizika Disemba 2016, lakini alikataa kuondoka na kusababisha maandamano mabaya nchini Kongo. Ilipofika Januari 2019 alikabidhi madaraka kwa mrithi wake Felix Tshisekedi, na mnamo mwaka 2023 Kabila aliondoka Kongo. Aidha, msemaji wake Balbala Nzimbi alirudia kusema Kabila aliondoka kwa sababu za kitaaluma. Moja kwa moja kutoka Marekani. Marekani itaiwekea Sudani vikwazo vipya baada ya kubaini kuwa ilitumia silaha za kemikali mwaka jana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea dhidi ya wanajeshi wa Rapid Support Force, yani RSF, Wizara ya Mambo ya Nje imesema. Pia usafirishaji wa bidhaa za Marekani kwa nchi hiyo utawekewa vikwazo na vikomo vya kukopa fedha kuwekwa kuanzia tarehe 6 Juni 2025. Taarifa kutoka kwa msemaji Tammy Bruce ilieleza zaidi ya watu 150,000 wameuawa wakati wa mzozo huo, ambapo ulianza miaka 2 iliyopita wakati jeshi la Sudan na RSF walipoanza mapambano makali ya kuwania madaraka. Marekani inaitaka serikali ya Sudan kusitisha matumizi yote ya silaha za kemikali na kutekeleza wajibu wake chini ya CWC. Taarifa hiyo ilisomeka ikirejea mkataba wa silaha za kemikali ambapo watia saini hao walijitolea kuharibu hifadhi zao za silaha ili kusiwe na ushahidi. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu silaha za kemikali ambazo Marekani ilisema ilizipata, lakini gazeti la New York Times liliripoti mwezi Januari kwamba Sudani ilitumia gesi ya chlorine mara 2 ambayo husababisha aina mbalimbali za madhara hata vifo. Karibu katika kila nchi duniani ikiwa ni pamoja na Sudan zimeukubali mkataba wa CWC, mbali na Misri, Korea Kaskazini na Sudan Kusini, kulingana na chama cha kudhibiti silaha, shirika la wanachama lisiloegemea upande wowote lenye makao yake makuu nchini Marekani. Ulikuwa nami mtangazaji wako wa Kankono Media, Joseph Ocheng. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment ili uweze kupata updates mbalimbali. Asante.